Baraza la mawaziri wa Zimbabwe limeidhinisha rasimu ya sheria inayopendekeza mabadiliko ya katiba ambayo yanaweza kumruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kuongeza muda wake kukaa madarakani hadi angalau mwaka 2030. Kwa mujibu wa mapendekezo hayo, rais hatachaguliwa tena kwa kura ya moja kwa moja ya wananchi, bali atachaguliwa na wabunge. Aidha, muda wa muhula wa urais unapendekezwa kuongezwa kutoka miaka 5 hadi miaka 7, huku kikomo kikiwa ni mihula miwili. Waziri wa Sheria Ziyambi amesema kuwa kabla ya muswada huo kuwasilishwa bungeni kwa mjadala, serikali itafanya mashauriano ya umma. Mabunge yote mawili ya Zimbabwe yanaongozwa na chama tawala cha ZANU-PF, hali inayoweza kurahisisha kupitishwa kwa mapendekezo hayo. Hata hivyo, wataalamu wa sheria za kikatiba wameibua hoja kadhaa za kisheria. Wanasema kuwa mabadiliko yanayohusu ukomo wa mihula ya urais yanahitaji kura ya maoni kutoka kwa wananchi. Pia wameeleza kuwa hata kama marekebisho hayo hayatapitishwa, hayawezi kumnufaisha rais aliyopo madarakani kwa mujibu wa tafsiri ya katiba ya sasa. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, muhula wa mwisho wa Rais Mnangagwa unatarajiwa kumalizika mwaka 2028 ikiwa kama marekebisho yaliyopendekezwa yatapitishwa na kutafsiriwa kwa namna itakayomruhusu kuendelea. Anaweza kubaki madarakani hadi mwaka 2030 au zaidi. Mwaka 2013 Zimbabwe ilipitisha katiba mpya kupitia kura ya maoni ambayo iliweka ukomo wa muhula wa urais. Hatua hiyo ilionekana kama jitihada ya kuimarisha misingi ya demokrasia baada ya utawala mrefu wa Robert Mugabe aliongoza nchi hiyo tangu mwaka 1980 hadi mwaka 2017. Mjadala kuhusu marekebisho haya unatarajiwa kuendelea, huku wadau wa kisiasa na kisheria wakisubiri kuona iwapo serikali itaitisha kura ya maoni au itategemea mchakato wa kibunge pekee.